huyu Bulbul ameenda wapi tena? Bulbul, ulienda wapi wewe? Unasikia wapi sasa hivi? Purvi, mimi nilikuwa najua wataingia ndani, kwa mimi nikatoka kupitia mlango wa nyuma, nikatoka nje. Unajua nini? Sasa hivi unajabu sasa kukimbia popote. Nikwambia kitu, harusi dada Preg imeshapangwa. Kweli? Usiniambie shoga yangu Purvi kwamba umempenda dadangu. Asante Mungu baada ya muda mrefu kupita hatimaye familia na furaha. Sikiliza sasa, unatakiwa uende ndani ukamshukuru Mungu, sawa? Kwa sababu unajua nini? Kuna kitu ambacho nitakwambia alafu, yaani na uhakika kabisa lazima upigwe na butwa. Nini? Niambie. Unamjua yule mwanaume ni nani? Ndiyo, Abhishek Prem. Ndiyo, ni Abhishek na sio mwingine, ila ni yule star wetu. Abi? Yaani nina furaha kweli jamani. Yaani siamini kabisa dada Preg na Abi harusi imeshapangwa. Na hivi karibuni tu ndio itapita. Alafu unajua nini? Watu maarufu lazima watahudhuria katika hii harusi. Yaani lazima tutapiga picha na wale watu maarufu. Alafu pia tutachukua na saini zao. Kufungwa. Na tayari nimeshazungumza na Abi. Dada, umefanya uamuzi sahihi. Tunajua jinsi yule mvulana alivyo na hata watu ambao wanamzunguka wote ni wabaya. Bulbul, nimekupata. Kwa nini unaongea kuhusu Abi? Purvi, hauelewi. Napenda nifanye kitu sahihi kabisa kuukataa uhusiano. Ona. Preg. Purvi anachokiongea ni cha kweli. Mama, mimi... Kwa nini? Kwa nini umekataa? Ni kwa nini umesema hapana? Yeye ana kipato kizuri, ni mwimbaji. Bibi yake ndo ameleta muungano kwa ajili yako Pragya. Tuliwaonyesha picha yako na wakakupenda. Sasa kwa nini kila wakati unakata bahati yako? Ni kwa nini uelewi kama umeuona uzuri wako mwanangu? Kwa nini? Wewe unamjua bibi yake? Hapana, umjui. Ameleta muungano huu. Kwa nini unakataa? Kwa nini? Achokifanya dada ni sahihi. Kuna kitu itakuwa kipo sawa. Mama, mimi na uhakika kwamba wale watu kuna mchezo tu watakuwa wanatuchezea hapa. Nitakuzaba kibao na kuivuruga sura yako. Kama utaendelea hicho kielele chako cha kuongea. Unamjua Abi vizuri wewe? Wewe unamjua vizuri kuliko bibi yake? Pragya, usimsikize chochote huyo. Yeye ni kijana mzuri sana. Lakini kwa nini? Ni kwa nini umemkataa? Wala basi ungeniuliza. Wewe unamjua bibi yake? Bibi yake hawezi kudanganya. Bibi yake anasema ukweli. Ndiyo, bibi yake wala hana kosa mama, lakini... Ni kwa nini kila wakati kuna lakini Pragya? Lakini hizo kila siku ni za nini? Kila msichana anaolewa lakini... Wasichana wote wanaolewa lakini kwa nini wewe huolewi? Lakini kwa nini huolewi mwanangu? Lakini kwa nini kila siku hivi naona kama nitakufa kabla muda wangu? Yaani kila siku mimi ni watoto wangu tu waolewe. Mama, unaongea nini? Mama, tafadhali tulia. Daktari alisema kwamba sio na mawazo. Mama, naomba tulie. Nyota zimeendana. Sasa ni kwa nini wewe umeikataa harusi? Daima nimekuwa nikimwomba Mungu kwamba Pragya aolewe, lakini hapana. Kila mara umekuwa ni tatizo. Cha kushangaza safari hii kila kitu kilikuwa sawa. Umeenda kule na kusema hapana. Sasa nini? Sijui utaolewa lini Pragya. Nimekuwa nikimwomba Mungu sana. Mama, amka. Dada, wewe mwambie mama amke. Mwelekeze basi. Kama hili litatokea mara 2 kwa wiki, basi kwa hakika afya yake haitakuwa nzuri kabisa. Naomba nifuate nje. Wacha nikamlete mama juice. Twende Purvi. Kuna nini? Unapata shida katika kupumua? Nimwite daktari. Nataka kuongea na wewe.
Taratibu, mtoa. Kuna nini? Kwa mara ya kwanza niliweza kusema pindi ulipoanza kukua, ndoto yangu kuhusu wakwe zako watarajiwa ilikuwa kubwa pia. Nilifikiria mwanamfalme wako, ipo siku mwanamfalme wako atakuja na atamchukua kipenzi changu, ataenda naye mbali, atampenda na kumheshimu mno, atakupeleka kwenye familia yao na kuheshimu kwa sababu wewe ni mwema, Pragya. Nilipomwona bibi yake Abi amekuja, nikahisi kama vile ndoto yangu inataka kuwa kweli. Kuna mtu amekuja na ninaweza kukukabidhi kwa mtu huyo. Nakubali wamefanya makosa mengi sana. Kile ambacho Akashi amekifanya kwa Rachna kilikuwa kibaya, lakini Bulbul alipofanya makosa, wao ulikuwa kama ngao yake, si ndio? Hivyo ndo alivyofanya Abi. Kama kaka mkubwa ilibidi amunge mkono Akashi. Ingawa kwenye jambo lolote hakuna tofauti kubwa kati yako wewe na yeye. Yote mnazipenda sana familia zenu. Wakati bibi yake Abi alipokuwa anaongea kuhusu Abi, ilikuwa ni kama vile anaongea ukweli mtupu. Kila mara mtu anapotokea na kutuuliza kuhusu wewe, tunawaelezea vile ulivyo. Bila kudanganya, labda ni kweli hatumjui Abhishek halisi. Unaweza angalau kumpatia nafasi moja. Mama, usina wasiwasi. Nitafanya kila kitu ambacho nataka. Utafanya chochote kwa ajili yangu, Pragya. Kamwe sitaki uolewe na mtu eti tu kwa sababu haujiwezi. Mwanangu mpendwa, daima nimekuwa ni mtu mwenye hofu juu ya maisha yako. Mimi ni mama wa mabinti wawili, kwa hiyo naweza kuvumilia mshtuko wowote, lakini si harusi ya kutojiweza. Mama, mimi nimekwisha gundua ya kwamba nimefanya makosa, lakini nitarekebisha makosa yangu. Nadhani itanibidi nifanye uamuzi baada ya kufikiri mara mbili. Na kama ulivyoniambia, mimi nitambadilisha Abi ili aje kuwa Abhishek, na nitakuwa na furaha. Unafanya yote kwa ajili yangu. Sasa si ulishamkataa? Kama niliweza kumkataa, basi nitamrudia pia. Nimekuja kukuambia kwamba siwezi kuolewa na wewe. Aina ya maisha yako, watu wanakuzunguka sivielewi kabisa. Utawezaje kutegemea wewe uelewe watu wengine? Nakubali kwamba nyota zetu zimeendana, lakini mawazo yetu kamwe hayataweza kuendana. Yeye anachotaka ni kutuaminisha ya kwamba hana haja ya pesa kabisa. Ni msichana mjanja sana. Kaka amefanya haya yote kwa kudhamiria, ili kila mtu aseme wow, huyu msichana ni mzuri, amelelewa vizuri. Dada, kwa nini umefanya hivi? Hauna furaha na hii harusi? Sasa kwa sababu gani umemkubalia mama? Sikiliza Bulbul, nilikosea sana kumkataa Abi. Unafikiria kwamba huu ni uchumba mzuri? Wale ni familia nzuri na ni matajiri sana, na bibi yao ametokea kunipenda sana, na pia wewe mwenyewe umetoka kusema kwamba Abi yule star wa muziki ni mtu mzuri. Binti yeyote atabahatika kuolewa naye. Kwa hiyo mimi... Wewe sio msichana yoyote kwangu dada. Wewe ni tofauti na maamuzi yako pia yatakuwa tofauti. Dada, naomba niangalie vizuri machoni. Umefurahia sana ndoa eh? Unafikiria sana Bulbul, achana nayo mawazo. Sasa kwa nini unakopesha macho yangu kwangu? Daima unajaribu kwa sahihi. Na unasema ukweli machoni, sio? Leo kitu gani nimekuta huwezi kuongea ukweli? Siku zote dada, wewe unamsimu kwa ananiambia kwamba Bulbul kambale kabisa na dunia ambayo inapendeza. Fuata njia sahihi. Wewe kwa nini umeiacha njia sahihi?
Dada, uamuzi wako mmoja na uchukua tunaweza kubadilisha kila kitu katika maisha yako. Kwa nini lakini umechukua uamuzi huo? Sina furaha. Ninaifunga hii ndoa kwa sababu tu ya furaha ya mama. Dada, kuna njia nyingi na majibu yako mengi, Lakini ndo suluhisho pekee, Bulbul. Siwezi kuvumilia hii hali ya mama. Mama ambaye maisha yake yote amekuwa akijawa majonzi. Amepambana sana ili aweze kutulia. Amekuwa akitulia peke yake bila msaada wa baba, Bulbul. Amekuwa akishinda njaa ili sisi tuweze kula. Usiku mzima alikesha ili kujenga ukumbi wa harusi, ili tuweze kusoma. Hajawahi kuwa na ndoto za kumnufaisha mwenyewe, Bulbul. Siku zote ndoto yake ni kuona sisi tunaolewa. Kama ndoto yake hii ya pekee ikiwa haijatimizwa, amekuwa akitimiza majukumu yake kama mama, na sasa ni zamu yetu, Bulbul. Na kwangu mimi hii sio kafara, Bulbul. Inawezekana katika maisha yangu labda sitapenda tena, na kama nitaweza kuolewa na mtu mwingine, kwa nini siwe Abi? Siwa leo nitakuwa na uhakika kwamba mama ana furaha na mama yuko mzima. Nasaki ulie kadogo kangu. Usiwe na wasiwasi kuhusu mimi. Pindi utakapomwona mama ana furaha tena, basi naomba utambue dada yako pia ana furaha katika nyumba ya wakweze. Dada, lakini tayari umeshamkataa Bi. Sasa utaweza vipi kumshawishi? Na vipi kama akikukatalia itakuwaje? Sasa hivi sijui lolote, Bulbul. Na wala sielewi lolote, lakini lazima nifanye kitu fulani. Tutafanya kila kitu kinachowezekana. Pragya, njoo mjukuu wangu. Wametuma vitu vingi sana vya thamani, si ndio Janki? Ndiyo shangazi, yaani katika maisha yangu mimi sikuwahi kuota kama watatuma vitu vingi hivi. Ni nini yote haya, bibi? Bibi mkwe wako ametuma zawadi, ukumbi wetu wote umejaa. Wacha tuifungue tujionee mambo hapa. Mungu wangu. Huu mkufu mbona mzito hivi? Ndiyo shangazi, alafu inaonyesha ni nzito sana. Itakuwa ni dhahabu hii. Hawa watu matajiri wameutuma, inaonekana kweli wa dhahabu. Angalia, hata Pragya pia anastaajabu. Kabla hata ya harusi, bibi mkwe wake tayari ameshaanza kumtunza. Atakutunza zaidi ya hapa. Angalia Pragya, ni mkufu mzuri. Hebu uvae kwanza nione jinsi Pragya wangu atakavyopendezwa nao. Bibi, kuna haja gani ya mambo yote haya? Nataka niende kwa mama. Vaa ukamwonyeshe mama yako, atafurahia sana mwanangu. Sawa mjukuu. Jinsi ilivyopendeza, utadhani kama vile ulitengenezewa wewe. Haya, twende ukamwonyeshe mama yako. Twende, usishangae. Mambo kipenzi. Purvi, nini kinaendelea? Kuna nini, unamaanisha nini? Nimemwona bibi yake Akasha akitoka huku. Umeona wageni wamekuja katika harusi ya dada Pragya pamoja na Abi? Abi yeye anamuoa Pragya? Lini? Kivipi? Mimi nachelewa, nataka kupeleka Zida kwa mama. Kwa heri. Baadaye. Licha ya kujua kile ambacho kakake ametufanyia, sasa kwa nini afanye hivi? Sarra, fungua macho. Mwangalie Pragya. Nani amempa mkufu? Amepatiwa na bibi mkwe wake. Ametuma kama zawadi ya upendo. Hapana, tulia upumzike. Ni mzuri sana. Ni kama vile mkufu huu ulitengenezewa wewe.
Uko sahihi kabisa. Hata mimi nilimwambia hivyo hivyo. Bibi wamekuja. Nani amekuja? Bibi yake Abi. Nimekuja kukuambia kwamba siwezi kuolewa na wewe. Nakubali kwamba nyota zetu zimeendana, lakini mawazo yetu mimi na wewe hayawezi kuendana. Nimekuja kukueleza ya kwamba inawezekana niliongea yale kwa hasira tu. Ndio maana safari hii nimekuja kukuomba msamaha. Nakubali nilifanya makosa, na baada ya kufikiria nikaja kugundua kwamba huo mkufu kupatia bibi yangu Ndiyo. Alinipatia kama zawadi ya upendo. Na ndio maana baada ya maneno aliyoniambia nikaja kufikiria kwamba unataka kufunga ndoa na mimi. Ali alikuwa sahihi. Anajifanya kuwa mzuri. Kuna dhahabu tu ameonyesha sura yake halisi. Hemwache hizo Alia. Kuna faida gani ukikasirika? Wala sijakasirika Tanu. Ninastaajabu tu. Yaani ninastaajabu kwamba huyu binti ana akili kiasi gani. Anataka nini kwanza? Labda yeye atakuwa hapendi pesa, ila pura nyamaza Tanu. Zile zilikuwa ni hisia mbaya tu, lakini sijui ni nini. Ninachojua yule msichana kuna kitu anakitaka. Naweza kusema kwamba hichi ndio ambacho nimekiona kutoka kwake. Tanu, nafikiria kwamba huyu binti hajui kabisa kama Purab na kaka wamegombana. Au itakuwa huyu binti anajua ya kwamba sisi tunajua kuhusu mahusiano yake yeye na Purab. Nitasubiri kwa ajili ya kesho asubuhi. Kutakapokucha tu mimi nitaenda nyumbani kwao, na ndipo nitakapoona ni kipi ambacho kinaendelea kwenye akili yake. Mwanangu, karibu sana uketi. Subiri kidogo. Hebu shika na hivi. Sawa. Subiri mwanangu kidogo. Haya mwanangu, karibu ukae. Utanisamehe. Ni ya zamani kidogo, tunatakiwa kuyabadilisha. Sasa kwa nini umeendelea kushangaa hapa? Nenda kamwite Sara huko. Ndio sasa. Feni nakufikia. Habari yako kaka. Leo albamu zako nilizonunua. Sasa naweza kupata saini yako? We mtoto, mbona una haraka hivyo? Huyu ni mkwe wa familia yetu. Atakuwa anakuja hapa. Haya sasa, hebu nenda. Samani. Jina lako nani? Purvi. Nipatie. Tayari sasa Haya, nenda kamletee maji haraka. Haraka. Huyu ndio mkwe wako, Sara, mama yake Pragya. Shikamoo mama. Ujambo mwanangu. Usijali. Kaa mwanangu. Kuna tatizo gani? Unaonekana hauko sawa. Hapana, mimi niko sawa tu. Kwa umri huu, hivi vitu ni vya kawaida tu. Wewe kaa. Kaa mwanangu. Mwanangu, bibi yako hajaja? Unajua ilikuwa aje, ila alitengwa na kazi nyingine. Hapana, asante. Ndio maana amesema nikuombe samahani. Mwanangu, bibi yako ametuma zawadi nyingi sana. Hakukuwa na haja ya zawadi zote zile. Baraka zake tu zinatosha.
Hata mimi sikujua kuhusu hili. Sitakuruhusu uondoke bila ya kula chochote mama. Hapana mwanangu, utaondokaje namna hii? Sitaruhusu uondoke bila ya kula chochote kwanza. Pragya, nenda mwanangu, nenda jikoni na ukalete chai pamoja na kitafuno. Shangazi, hakuna haja ya hilo. Mwanangu, kaa. Embo kaa. Ala, nenda. Kwani utakuelewa na kupenda? Hivi kwani utakuelewa? Hakuna mwingine kwenye maisha yangu zaidi yako wewe Bulbul. Ili nishangaza Bulbul. Unafanya nini kwanza hapa? Umekuwa ukienda kwenye matamasha yake ili uweze ukamuone. Leo amekuja nyumbani. Alafu umekaa tu pa kizembezembe. Nini bwana? Nenda kakutane naye basi. Mungu wangu Bulbul, yule kaka ni mzuri. Angalia nimepata saini yake na hizo hapa na album zake. Mimi wala sihitaji kukutana naye yote ile Purvi. Mimi tasikuelewi. Muda unaongea hiki, muda mwingine unaongea kitu kingine. Nimechanganyikiwa. Hebu fikiria pale marafiki zako watakapokuja na kumuona Abi. Hivyo ni kama kwako itakuwa ni fahari. Pale utakapomwona yeye. Tunaona utafanya hizi. Hata ueleweki kabisa. Mambo mengine ya ajabu kweli. Ubo vile vile kama bibi yako alivyoeleza. Wewe ni mtu mzuri sana. Una bahati sana mwanangu. Na bibi yako pia anakupenda. Chai. Sarira. Njoo. Mwanangu, nakuja sasa hivi Pragya, mpe biskuti pia, si ndio Ndio, chochote kile ambacho nilikuambia kabla. Natumai utakuwa umeshanisamehe. Itakuwaje kama sitokusamehe? Ule ukumbi kesho utakuwa na harusi ule. Kwa hivyo utakuwa na nafasi. Na tumenunua rangi nyekundu kwa ajili ya kupaka. Sawa, nitaenda kuleta. Dada, mbona unapenda kujisumbua? Mimi nitaenda kuleta. Ninasema hivi, mkwe mtarajiwa amekuja nyumbani kwa mara ya kwanza. Utamruhusu aondoke mikono mitupu? Mama, sasa nitampa nini sasa hivi? Tunatakiwa tufanye kitu. Tumpatie pesa. Mama, unasema nini wewe? Sasa tutampaje pesa? Oho, chochote tutakachompatia atakipokea kama baraka. Kweli? Ndio. Purvi! Pole dada, kuna kitu tupo tako kimenichanganya. Basi usijali, mimi naenda kuleta zile nguo. थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। माहिरों दे सुकून, कर मेरी चाहत कबूल, कर कबूल दे सुकून। माहिरों दे सुकून, कर मेरी। Purvi. Mwanangu, ni ishara ya harusi. Haiko hivi, hakuna haja ya kufuata taratibu. Tafadhali iache. Sio taratibu, ni utamaduni. Asanteni sana. Acha tuntokota. Nenda.
nimekuja kukwambia kwamba sitaweza kuolewa na wewe. Nimekuja hapa kukutana na wewe. Labda niliongea yote yale kwa hasira. Sasa hivi ni zamu yangu mimi kuendesha sasa. Hapana, mimi zamu yangu haijaisha. Hapana, naendesha mimi. Dogo. Chukua hii. Hii ni ya kwangu. Kalibata. Pragya? Majirani tumekuja kukupongeza kabla ya ndugu zako. Shangazi, ni wewe? Nimesikia kwamba umepata posa kutoka kwa Abi. Na nimeshajua jibu ulilowapatia. Nilitegemea hilo. Shangazi, tafadhali. Sikiliza, naomba uongee taratibu. Hali ya mama haijatengemaa, tafadhali. Yaani hata baada ya haya matukio yaliweza kumtokea Rachna, bado umeweza kuunda umoja na ile familia. Shangazi, nakuomba zungumza taratibu, lakini tumetendwa vibaya sana. Ina maana wewe ulikuwa umefumba macho kipindi ya matatizo yanatokea? Ile tukio lilomtokea binti yangu, alafu na mwanangu wa kiume. Lakini kwa hili ulilofanya, nadhani lilikuwa ni zuri sana. Wewe hukumstahili mwanangu kabisa. Shangazi, tafadhali. Kama unataka kumlani dadangu, acha nenda kamlani huyo mwanao. Kwa sababu ya mambo ambayo yametokea sio makosa ya dadangu, ni makosa ya yule mwanao. Hatuwezi kuyaficha makosa yenu kwa kuonyeshea vidole watu wengine. Samani, wala sio kosa. Ile mwanao ni msiri sana, anaficha mambo yake. Siku ambayo nitakuja kumumbua, ndio siku ambayo utakuja kujua ukweli, na alafu utakuja kujua kwamba ni jinsi gani alivyoweza kumdanganya dadangu. Kamdanganya kweli yani. Bulbul, hapana. Hapana. Shangazi, naelewa sana machungu yako. Na nimezielewa vizuri zaidi safari hii, lakini naomba ujaribu kuelewa pia kwamba hatuna cha kufanya. Tafadhali. Tafadhali naomba uondoke sasa hivi, utuache. Tunatakiwa kupanga tarehe ya harusi sasa. Ndiyo, harusi tayari imeshapangwa. Yaani bibi kazidi sasa. Hakuna kitu chochote ambacho kimekubaliwa halafu tayari yeye kashaanza kutoa mialiko kwa watu. Itakuwaje kama haya mambo hayataenda sawa? Halo? Bibi, hebu achana na hizo simu bwana. Unafanya nini bibi? Itakuwaje kama utaanza kuumwa hapa kwa kuongea na masimu ovyo? Si unatakiwa umepumzika? Bibi, unajua vizuri ya kwamba ikitokea umepatwa na kitu chochote kibaya, ujue kaka hatooa, au ndio hicho kitu unachokitaka? Hapana bibi, hapana. Yaani ni mpaka tarehe ya harusi iweze kukubaliwa ndio utapata ruhusa ya kupiga simu, wala usijichoshe. Sasa hivi nenda ukapumzike. Utakuwa umenielewa sawa? Hapana. Jamani, mjukuu wangu nipe simu hebu. Sinapiga tu mara moja. Haya, nenda ukapumzike. Kaka, ulikuwa wapi? Nilikuwa nakutafuta muda wote. Uko sahihi Alia. Yule msichana ni mjanja sana. Kwanza yeye aliweza kunikatalia, lakini baada ya kuona mkufu wa bibi basi ameweza kubadili mawazo yake. Unamaanisha? Nina uhakika lazima atakuwa nafikiria kwamba amepata sana kabla ya harusi. Kwa hiyo ni kipi kingine atapata baada ya harusi? Unajua Alia, nilienda nyumbani kwao. Kabla sijasema chochote kile, akaniomba msamaha. Na anasema yuko tayari kuolewa na mimi. Nini? Unaongea kweli kaka? Alia, mwanzoni mimi nilikuwa namuoa kwa ajili ya furaha yako. Lakini sasa nataka nilipize kisasi kwake. Kwa sababu yake rafiki yangu aliyokuwa kama kaka yangu amebadilika. Sasa nitaigeuza dunia yake. Yeye aliweza kunikataa mara moja, ila mimi nitamkataa kila siku baada ya harusi. Baada ya kukubali kuolewa na mimi, basi atalipa gharama ya kushindana na mimi. Nitamharibu. Wacha tumshukuru Mungu kwa hili. Hatimaye tumeujua ukweli wa huyu binti sasa. Maana mimi tokea mwanzo nilidhani ya kwamba ni kweli anampenda Purab. Kumbe sivyo. Kuna kitu kimoja zaidi. Kuna changamoto nyingine ambayo ni wewe tu unayeweza kuitimiza. Purab,
Endapo Purab atakuja kuyajua haya yote, basi mpango wote utavurugika. Kwa hiyo unatakiwa kumshughulikia. Usijali Alia, nimeshafikiria kuhusu Purab. Ataenda nje ya Mumbai kwa siku 2-3 na atarudi pale nitakapotaka. Vizuri kaka. Wakati wao unatumia muda wako kumshughulikia Purab, basi mimi nitafanya maandalizi ya harusi. Hii harusi inatakiwa ifungwe haraka iwezekanavyo. Lakini Alia, unajua vyombo vya habari vilivyo, lakini tutafunga ndoa haraka. Wewe wala usiwe na hofu kuhusu hilo. Mimi niko hapa. Na hiyo ni idara yangu na nitaishughulikia. Basi sawa. Dereva, kwanza wewe ingiza hivyo vitu ndani. Samahani. Unaweza kunisaidia kwenye hili? Peleka kwenye hiyo hapo nyumba, sawa? Sawa. Asante sana. Ala, Purvi, ni nani ameleta vitu vingi hivi alafu hujaniambia? Aha, mwanangu, njoo. Janki. Mwanangu, ulikuwa na haja gani ya vitu vingi hivi? Bibi yako ameshatuma vitu vingi sana kama ishara ya zawadi. Ni lazima hii shangazi, kwa sababu bibi ameniambia, na kama bibi akiniambia kitu siwezi kumkatalia kabisa. Namaanisha pale msichana na mvulana wanapopendana na hapo kama familia zao ziko tayari, basi ni kwa nini sisi wote tusikubali uchumba uwe kesho? Kesho? Mapema hivyo? Hapana mwanangu, tutafanyaje haraka hivyo? Shangazi, hebu usiwe na wasiwasi kwanza. Maandalizi yote yako tayari. Halafu shangazi, unajua afya ya bibi haiko vizuri kabisa, na mara kwa mara madaktari wamekuwa wakija nyumbani kwa ajili yake. Sasa kwa nini tusifanye tu huu chumba kesho na harusi baada ya siku 3? Mwanangu, hayo yote ni sawa, ila tutafanyaje maandalizi mapema hivyo? Shangazi, wewe usiwe na wasiwasi. Kama nilivyokuambia, maandalizi yote yako tayari. Na halafu mchungaji pia ametuambia kesho ni siku nzuri sana. Ndoa zinazofungwa kwa siku ya kesho, basi mahusiano yake hayawezi kuvunjika. Kwa hiyo uchumba unatakiwa ufanyike kesho. Sawa mwanangu, kama hii yote ni kuhusiana na afya ya bibi yako, sitasema chochote. Samahani sana shangazi, nimesahau kitu kimoja. Subiri kidogo. Wifi hataki haonekane. Yeye ameenda kufanya kazi fulani, lazima atakuwa njiani. Shangazi, hii kwa ajili ya wifi. Lakini hii ifungue tu uione. Chukua. Shangazi, ifungue tu ujionee. Usishangae shangazi, ni kiasi kidogo tu hicho. Ni milioni 5 tu. Na hiyo ni zawadi kwa ajili ya wifi, kama vile ulivyompa kaka jana. Natakiwa kuondoka sasa. Kwa heri shangazi. Mpendwa, bibi yako hayuko vizuri. Lazima na wewe ufunge harusi. Kwa hiyo harusi yako. Shangazi, haya yote yatatokea kwa ajili yangu. Yaani namaanisha bibi atamuozesha kaka, na baada ya hapo atahamishia mawazo yote kwangu. Usiwaze sana. Mkwe aje kwanza, alafu baadaye atakuja mkwe wa kiume. Nashukuru. Sawa mwanangu. Asante. Suresh? Unafanya nini kwenye nyumba hii? Dada aliniomba nimsaidie kubeba hizo zawadi. Umekuja hapa kusaidia au umekuja kupeleleza? Unataka kuja kuona dada anaendeleaje baada ya kumsaliti? Na hali yake pia ikoje? Dadangu ana furaha sana. Na tukushukuru wewe pia
Kwa vile tulikuwa tumemdanganya dadangu. Let's kama usingethubutu kumdanganya dadangu, basi dadangu kama asingeweza kuwa na furaha. Baada ya kuvunja uhusiano wako na dadangu ameenda kwenye familia ambayo mwenyewe kika hata huwezi kuidhania. Huyu mwanaume ambaye anamuoa sio tajiri tu, bali ni msanii mkubwa sana na pia na ubinadamu ndani yake. Huyu dada anaolewa na nani? Anaolewa na Abi. Yule Abi star mkubwa. Itakuwa ni vizuri sana. Shangazi, kama unahitaji msaada wote ule, tafadhali uniambie. Umekuwa ukitusaidia kwa mara nyingi sana. Hatuhitaji tena. Hapana. Mama, mwache tutusaidie. Dada anaenda kuolewa katika familia ya kitajiri. Watu wengi sana watakuja hapa na vyombo vya habari pia vitakuwepo. Na hata wenye hadhi zao. Kwa hiyo, tunaweza tukapata msaada wako, si ndio? Alafu hata hivyo, wewe ni mtaalamu kwenye mambo, unaweza kufanya hivyo. Unaweza kushughulikia bustani, barabara na sehemu za taa pia. Suresh, vipi kuhusu lile shtaka uliofungua kuhusu taa? Hakuna kilichotokea, Fanya kitu kimoja. Kama jirani mwema kwetu, rekebisha basi taa. Lakini chochote ambacho nataka kufanya, nenda kafanya huko nje ya nyumba. Usije kuthubutu hata mara moja kujaribu kuingia ndani. Kwa sababu wale watu ambao wanaruhusiwa kuingia huko ndani kwetu ni wapendwa wetu tu. Kwa sababu nafasi ya waongo pamoja na walaghai nyumbani kwetu ya nafasi haipo baba. Mambo Pragya. Nimesikia kwamba wewe unaolewa. Na imani una furaha. Mimi maisha yamenifundisha ya kwamba hatutakiwi kuwa na furaha ya kupitiliza na majonzi ya kupitiliza. Ndio maana sina furaha sana. Lakini furaha ile ambayo nitakuwa nayo walau itakuwa si kwa ajili yangu mimi tu, bali na familia yangu pia. Kijana ni mkarimu, familia ni nzuri. Kiuhalisia msichana anahitaji kitu gani kingine zaidi ya furaha? Upo sahihi. Hongera sana na kila laheri. Asante. Nini? Uchumba ni kesho? Ndio bibi. Yaani hata mimi nilishtuka kweli. Yaani pale tu aliposema uchumba ni kesho. Lakini mbona imekuwa ghafla sana? Nitajuaje sasa bibi? Mimi nilienda tu pale kuwapatia zile zawadi ambazo ulinipatia wewe. Lakini ghafla tu nikasikia wanasema kwamba mamake Pragya hajisikii vizuri kabisa. Na ndio maana wakasema ni lazima huu uchumba ufanyike kesho. Ndio hivyo. Kama wao hawatokubali basi na mimi nitawakatalia. Hapana mwanangu. Hautakiwi kukataa ukiwa umeshakubali. Kwa sababu lile ni jambo la heri. Hata mimi nataka hii harusi ifanyike haraka iwezekanavyo. Lakini kuna kitu kimoja hapa sikielewi. Hivi ni kwa nini mpaka sasa hivi umekuwa ukiniambia harusi ya Abi ifanyike mapema namna hiyo? Ila leo unaonekana una hamu kweli. Kwa nini? Hii ni kwa ajili yako bibi. Unajua tokea majibu yako ya hospitalini yalipotoka tulishtuka sana. Lakini sasa mara kaka atakapooa na uhakika kabisa utakuwa na furaha. Halafu hata siku zako za kuishi pia nazo zitaongezeka pia bibi yangu, au sio? Mimi tayari nimeshafanya maandalizi yote ya uchumba bibi. Baada ya uchumba kupita na harusi kufanyika, basi ndipo matukio yatakapoanza kujitokeza. Mambo yote yatakuwa kama vile ambavyo tumetaka yawe. Sawa? Haya, nitakupigia baadaye. Asante sana. Kaka, nina habari njema kwako. Kuna nini? Kesho ni siku ya uchumba na harusi ni baada ya siku 3. Halafu kaka, mimi nimeshafanya kazi yako. Vipi kuhusu wewe? Niambie kuhusu Purab sasa. Kama kazi yako imekamilika basi na kwangu pia itakamilika. Purab atapiga simu sasa hivi na ataondoka hapa mjini mapema sana. Kwa hiyo ndo shaka. Halo, Bulbul. Mjomba, habari yako mjomba, unaendeleaje?
Hapana mjomba, usiwe na hofu, hakuna kitakachomtokea. Nitachukua ndege na kuja mara moja. Vizuri kaka, hilo ni bonge la mbinu. Lakini wewe umejuaje kuhusu mjomba wake Purab kuwa anaumwa? Mbona sijajua Alia? Nimemfanya yeye aumwe. Kivipi? Nimemwambia mjomba wake Purab kila kitu. Kwa namna Purab alivyonidanganya, kiukweli alikuwa na hasira naye sana. Na nimemshawishi afanye hivi kwa ajili yangu. Yaani kaka, wewe una mawazo kabambe. Ingawa mjomba wake Purab, hata wewe pia ni mjomba wako. Tena una uhusiano wa karibu kuliko hata yeye. Kazi nzuri kaka. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kila kitu kitaenda kama vile tulivyokuwa tumepanga. Ndio.